Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Katekista Almachius Edward, kutokea Jimbo Kuu la Dodoma, Parokia Watakatifu Wote Nzuguni. Napenda kuwashirikisha mambo makubwa walau mawili ambayo kila Mkatoliki anatakiwa ayazingatie anaposhiriki misa kikamilifu. Kitu cha kwanza ambacho ningependa niwashirikishe ni ishara ya msalaba. Ishara za msalaba katika misa tunazo za aina mbili. Ishara ya kwanza ni pale Padre anapofungua ibada, na ishara ya mwisho ni ile Baba anapofunga misa, ile wakati wa kuondoka. Lakini Wakristo wengi tunajisahau pale katika ishara za msalaba. Watu wengine wanafanya ishara ya msalaba zaidi hata ya mara moja. Kwa mfano, wakati tunasali sala ya toba yanakungamia Mungu Mwenyezi, Padre anaposema Bwana atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele, kuna Wakatoliki wengine wanafanya ishara ya msalaba. Hicho kitu hakitakiwi. Lakini wakati mwingine ni pale Padre anapokuwa anabariki vipaji ili viwe kwetu mwili na damu. Kuna watu wanafanya ishara ya msalaba, anakuwa anabariki vipaji, sio sisi waamini. Kumbe waamini kazi tunatakiwa kutulia na kuendelea kujiandaa sasa kwa ajili ya azimisho hilo la liturujia ya Ekaristi Takatifu. Lakini kitu kingine ambacho ningependa tushirikishane tena ni wakati wa kukomunika. Ni sifa zipi unatakiwa nazo ili uweze kujongea kwenye karamu ya Bwana. Mtu yoyote anayetakiwa kukomunika anatakiwa kwanza ashiriki misa kikamilifu. Na tunaposema kushiriki misa kikamilifu, pamoja na kuanza ile ishara ya msalaba mpaka mwisho wa ibada. Lakini utakuta Wakristo mwingine anaingia kwenye misa, anakuta tayari misa imeanza, tumeshasali tendo la toba, wengine hadi tuko kwenye shangilio, lakini kwa kujua, kwa kutokujua, unakuta naye wakati wa kukomunika anajongea mbele kwenda kukomunika. Hiyo kitu haitakiwi, kwa sababu unakuwa hujajiandaa kikamilifu. Ni sawasawa na mtu mmoja alisema, umekata tiketi unaenda uwanja wa ndege. Kabla unakaribia pale uwanjani kukuta ndege inaanza kuruka kwenda hewani. Uwezi ukaikimbilia au kumwambia rubani fungua na mimi niingie kwa sababu nimechelewa. Ikiruka imeruka na inakuacha hivyo. Kumbe ili tuunganike tuwe pamoja, lazima uanze azimisho la ibada takatifu kwa jina la Baba tunapofungua na uhitimishe, ndipo utakuwa sasa na kibali cha kwenda kumpokea Yesu wa Ekaristi ukiwa katika hali safi. Lakini kitu kingine ambacho tunatakiwa kushirikishwa au kujua sisi kama Katoliki katika adhimisho la misa takatifu, kuna maeneo maalum ambayo ni muhimu sana kila Mkatoliki ayajue. Kwa mfano, wakati wa Padre anapokuwa tunasali au tunafanya tendo la toba, Wakristo wote hamtakiwi kuingia. Na maana subiri pale, akishamaliza tutaendelea na sehemu nyingine ambayo wakati wa kusoma neno la Mungu. Wakristo wote tunatakiwa tusikilize, wala usifanye movement za hapa na pale. Hata kama umechelewa ukisikia wanasoma neno la Mungu, unatakiwa usimame, kwa sababu kuingia kwako kanisani kuna watu wengine wanatoka kwenye attention, wanaacha kusikiliza neno la Mungu, wanaanza kuangalia wewe unavyoingia. Na pia ningeomba kuzungumzia juu ya sala, na nitajikita hasa katika aina za sala 4 hivi ambazo nitazichambua. Naposema sala ni kuinua moyo kwa maombi yetu mema kwa Mungu. Ni mlio wa shukrani katika mambo yote mawili, mema na hata katika changamoto. Lakini sala yoyote lazima iwe na muunganiko na Mwenyezi Mungu. Wakristo wengi wa siku hizi na sala tunazosali na jinsi tunavyoshiriki hata katika maisha yetu ya kila siku, kuna sala ambazo daima pengine hazitupatie neema tunayohitaji. Mfano, nitaelezea aina hizi 4. Sala ya kwanza nitasema kuna sala za kitoto. Hizi ni sala ambazo unasali ili uonekane na watu. Ndio maana pale katika Injili ya Mathayo
Bwana Yesu anatuambia msalipo msiwe kama wanafiki wanaopenda kusimama katika masinagogi. Kumbe tunaposali tusisali kwa ajili ya kujionesha. Tusisali kwa ajili ya kuonekana na watu. Ila tusali kwa sababu shauku yetu, mioyo yetu ina nia ya kumwinulia Mwenyezi Mungu maombi yetu ambayo tunahitaji. Lakini aina ya pili ni ya sala ya nipe nikupe. Hawa ni Wakristo ambao wanakuja kusali wakati wa shida na matatizo tu. Pale walipo na changamoto, wanakuja kanisani, watasali rozari, watafanya kila kitu kwa ajili ya kupata kile wanachokihitaji. Na baada ya kufanikiwa, hawa watu wanaondoka. Kanisani wanakuja tu kwa matukio. Mfano, kuna mtu anakuja kanisani kusali kwa sababu anategemea kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa, humpati tena. Anakuja kanisani kusali au jumuiani kusali kwa sababu anahitaji ubatizo wa watoto. Akishabatiza humpati tena. Wapo wengi wa Kristo wa aina hivyo. Wengine ni wagonjwa, akiwa mgonjwa basi anasali novena, atasali rozari, lengo kupata uponyaji. Akishapona hamkumbuki tena Mungu. Wapo hivyo wa Kristo. Tunasema sala kama hizo hazina muunganiko. Sala kama hizo zikupatia neema. Kwa sababu unakuja tu kwa muda mfupi, baadaye unapotea. Lakini sala nyingine ni faraja ya moyo. Hao ni Wakristo ambao wanasali vizuri, wanashiriki vizuri, lakini sala zao hazina muunganiko na Mungu. Wao sala zinawabembeleza. Wao sala ni kama faraja. Ila kile wanachokiamini, kile wanachokisali hawakiishi katika maisha yao. Mfano utakuta ni Mkristo anasali kanisani, ni kijana mzuri anaimba kwaya, akitoka pale kuimba anaingia kwenye uasherati. Alikuwa ni mama mzuri anasali, akitoka kusali anaingia uzinzi. Alikuwa anasali, akitoka pale ni mchunganishi. Akitoka pale yani unakuta maisha yake anayoyaishi katika jamii hayafanani na kile anachokisali. Akifanani na yule muumini tunayemuona halisi kanisani. Na watu hawa wapo wengi na kanisani tunao, wanaonekana ni watu wazuri, kanisani wanafika mapema, lakini maisha yao halisi hawauishi Ukristo ule ambao tunaalikwa tuishi. Kumbe sisi kama Wakristo tunatakiwa tuwe watu wa kusali na kujitoa. Sio tu kusali kwa ajili ya kujifariji, lakini hutaki kubadilika. Tupo katika kipindi hiki cha Kwaresima, sala zetu lazima zitubadilishe. Zituweke katika muunganiko na Mungu ili daima tumtukuze. Kama unasali haubadiliki. Kama unakuja kanisani haubadiliki. Unaimba kwaya haubadiliki. Uko vyama vya kitume haubadiliki. Hivyo kwako vinakubembeleza. Ndio maana Yesu anasema sio kila anayesema Bwana Bwana ataurithi ufalme wa mbinguni. Kwa ndugu zangu wa Kristo, tulitafakari hilo na tuliangalie kwa jicho la pekee. Lakini aina nyingine ya sala ni sala kama sadaka au majitoleo. Hao ni Wakristo wanaosali lakini sala zao ziko katika muunganiko na Mungu. Kile wanachokisali wanakiishi. Maisha yao ya kanisani hivyo hivyo hata katika jamii ambazo wanaziishi yanaonekana. Ukifika labda nyumbani kwake utakuta kama ni sala za asubuhi wanasali, jioni wanasali, wanajikabidhi kwenye mikono ya Mungu, kazi zao zinatanguliwa na Mungu, kila kitu wanachokifanya wanajishikamanisha na Mungu. Na hawa watu ni watu wa toba na wanajitahidi zaidi kumkimbilia Mwenyezi Mungu katika matatizo yao yote. Sala kwao ni kama chakula. Sala kwao ni kama wimbo. Na wanavyosali wanajitahidi kila siku kubadilika ili kuendana na mapenzi ya Mungu. Kwa ndugu zangu wa Kristo, tupo katika kipindi hiki cha Kwaresima. Tunapotafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na tunavyoambiwa tuarue mioyo yetu mrudie Mungu. Wewe jitafakari, sala zako ni za aina gani? Upo katika sala za kitoto unakuja tu kuonekana na kurudi? Upo katika sala za nipe nikupe wakati wa matatizo? Upo katika sala za faraja ya moyo, upo unajifariji lakini matendo yako hayamtukuzi Mungu? Au sala zako unajitolea kama sadaka, kama majitoleo? Kwa hiyo tunaalikwa kwa pamoja, tushikamane, tufanye toba ya kweli, tumrudie Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Tukishikamana, tukitembea hivyo,
tukijikabidhi kwenye mikono yake mwenyewe, tukamlilia Mungu, naye ataturehemu, atatusamehe. Usiogope. Nabii Ezekiel anasema hata kama dhambi zako zimekuwa nyekundu, nabii sana anatuambia kama dhambi zako zimekuwa nyekundu kama bendera, atakusafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo ni wewe sasa Mkristo kuzama ndani ya roho mwako, kujifungamanisha na Mungu, kujiunganisha na Mwenyezi Mungu, kushiriki kikamilifu ili ujichotee neema na baraka tele katika kipindi hiki cha Kwaresma. Asante sana.